Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Shalton Plus. Mimi ni Lulu Hali, karibu tu sote. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi na watendaji anawateua kukumbuka kuwa nafasi walizopewa ni dhamana inayopaswa kufanyiwa kazi. Ifuatayo ni taarifa kamili kutoka kwa Pauline Mvungi. Mimi Grace Elias Magembe naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya Rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni hafla ya uapisho wa viongozi iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo ndipo Mheshimiwa Dkt. Samia alipotoa ukumbusho huo, na kwamba wajibu mkubwa alionao ni kuitumikia jamii ya Watanzania kwa uaminifu kama ambavyo wameaminiwa kupewa nafasi hizo. Mmeapa kubeba dhamana mlizopewa hapa leo, na naomba mkaithibitishe imani ile mlioapia hapa kwa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Nafasi mlizopewa leo au heshima hii sio cheo tu kwamba mmebeba vyeo, lakini ni dhamana ambayo inatakiwa ikafanywe kazi. Kipekee, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia amewapongeza wateule aliowaapisha leo na akiwasihi kwenda kusimamia vyema majukumu yao, hasa wakati huu ambao nchi inaanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Kwamba mmeapa leo na mnaanza kazi leo, siku ambayo tunaanza utekelezaji wa dira yetu. Kwa hiyo mjue kwamba mnaingia si kwenda kupumzika kwamba nimepata cheo ngoja ni relax. Mnaingia kwenye mchaka wa kweli kweli, sababu dira hii lazima tuitekeleze kwa kasi. Walioapishwa leo ni Dr. Grace Elias Magembe kuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Charles Ngeleja Kadonya kuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, na Nolasco Jacob Kipanda kuwa Katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma. Pauline Mvungi, Channel 10+. Naibu Waziri Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi amesema serikali inaendelea kuondoa vikwazo vinavyozuia wanawake nchini kushiriki kikamilifu katika shughuli za ujasiriamali na kutaka taasisi za fedha kubuni miradi na bidhaa zinazowafaa wanawake na kuwawezesha mikopo na elimu ya ujasiriamali. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Naibu Waziri Mhandisi Mary Priska Mahundi amesema hayo wakati akizindua mfuko wa uwezeshaji wanawake katika jimbo la Mtwara mjini mkoani Mtwara, mfuko ambao umeanza kuwezesha wanawake 300 kwa kuwapatia elimu ya ujasiriamali na mkopo wa fedha shilingi milioni 150, ambapo ametaka taasisi za fedha kubuni bidhaa zinazowafaa wanawake, kuwawezesha mikopo na kutoa elimu. Serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa maendeleo ya wanawake kupitia sera na mipango inayolenga kuondoa vikwazo vinavyowazuia kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Aidha, mbunge wa jimbo la Mtwara mjini ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Dr. Joel Nanauka, ameeleza kuwa mpango huo ni hatua ya mwanzo kuelekea mikakati yake ya kuhakikisha wanawake wengi zaidi wanashiriki kikamilifu katika shughuli za kukuza uchumi. Mahitaji yaliyoko ni makubwa sana, lakini kwa ushirikiano tunaweza kuwafikia wanawake wengi zaidi, tunaweza kuongeza ajira nyingi, kupunguza umaskini, kujenga uchumi imara ambao unatokana na nguvu za wananchi wenyewe. Ni wasihi tu wanawake wenzangu pamoja na kujisii na mimi mwenyewe, kweli tukishapata huo mkopo, yani tusiende kutumia kwa matumizi mengine. Sisi itatunufaisha katika familia zetu, kuwasomesha watoto wetu, kujikomboa kiuchumi. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10.
Baadhi ya waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililoanguka kutokana na mvua kubwa ilionyesha Disemba 27 mwaka jana, ikiambatana na upepo mkali kwenye kijiji cha Kweditilibe huko wilayani Handeni mkoani Tanga. Wameshindwa kufanya ibada kwa zaidi ya miezi 6, ambapo wanaomba msaada wa ujenzi wa kanisa hilo kwa serikali pamoja na wadau wengine. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Wakiongea na Channel 10, baadhi ya waumini pamoja na mchungaji wa kanisa hilo Bwana Emmanuel Makwilo wamesema hali hiyo imepelekea baadhi yao kushindwa kufanya ibada, huku wengine wakilazimika kuendelea kusali kwenye eneo hilo, hali ambayo inahatarisha usalama wao. Kwa kweli bado tumekuwa na shida kweli, kwa sababu hatujakuwa na sehemu iliyo sasa kuabudia. Unajua kanisa ni sehemu ya maombi. Sasa wakati mwingine mtu anataka kuomba, ibada zinafanyikia mara kwa mchungaji, mara mtu anakuja kwa wakati wake mwenyewe binafsi, anaingia kwenye hili jengo ambalo limeanguka hapo chini, anajiombea. Kwa hiyo hatujakuwa na ule mfumo kamili wa kikanisa. Hali ya kanisa sio nzuri, waumini wengi wamerudi nyuma, hawaji ibadani. Kwa hiyo tupo tu, tukitaka kufanya maombi tunashindwa. Kwa hiyo hali yetu ya kanisa sio nzuri. Walikuja viongozi wakaangalia, wakasema wanaweza wakatusaidia. Mpaka leo hawajawahi kuja. Kwa hiyo tupo tu. Tangu kanisa hili lianguke bado hatujapata msaada. Kwa hiyo bado tunaomba wadau kama serikali pia watusaidie ili na sisi tuweze kutoka katika hii hali ngumu ambayo tumeipitia. Kwa hiyo msaada ni tunaomba kwamba mtusaidie vifaa vya ujenzi. Kanisa liendelee likamilike, tuendelee na ibada, imani zisirudi nyuma. Hali hiyo imethibitishwa na diwani wa kata ya Kiva Bwana Abasi Makalawe pamoja na mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kweditilibe Bwana Juma Njama, na hapa wanasema kwenye taasisi ambazo zilipata changamoto ya maafa lipo kanisa moja kijiji cha Kweditilibe ambao liliazuliwa na upepo, lakini bado mpaka sasa hivi halijapata msaada. Kwa hivyo nichukue nafasi hii ama fursa hii kuwaomba tena wadau wetu wa maendeleo pamoja na serikali, lakini pia pamoja na mheshimiwa mbunge, kama kuna namna ambayo anaweza kaiona ya kuweza kuwasaidia wananchi wenzetu pale kwa maana ya kanisa. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na mtazamaji, watabiri wa hali ya hewa nchini Marekani NWS wameendelea kutoa tahadhari ya wimbi la joto la muda mrefu na hatari ambalo linaathiri eneo kubwa la nchi hiyo kuanzia pwani ya mashariki hadi maeneo ya kati kuanzia siku ya Alhamis. Maafisa wanaonya watu wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa kupunguza muda wa kukaa nje, kukaa na maji mengi na kuhakikisha upatikanaji wa vituo vya kiyoyozi au vya kupoeza, huku meya wa jiji la New York Zohran Mamdani akianzisha mpango wa dharura wa joto, huku mamia ya vituo vya kupoozea vikitarajiwa kufunguliwa kote jijini humo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema wimbi hilo linakuja baada ya joto la mapema la kiangazi barani Ulaya kuteketeza nchi kadhaa katika siku za hivi karibuni, huku rekodi za hali joto zikivunjwa kwa kusababisha vifo 1300, ambako kwa upande wa Ujerumani joto limefikia nyuzi joto 41.7, Canada nyuzi joto 37 hadi Ontario. Tukiangazia taarifa nyingine, mtazamaji, mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma imebaini kuwa miradi 188 kati ya miradi 290 ya maendeleo sawa na 64.8 ilikuwa na viashiria vya rushwa katika mwaka wa fedha 2025 hadi mwaka 2026. Kufuatia tathmini hiyo, miradi 43 imefunguliwa uchunguzi na kesi 20 zimefikishwa mahakamani, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo, kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha matumizi sahihi ya fedha za umma. Taarifa ya Yusuf Kayando kutoka mkoa wa Ruvuma inatueleza zaidi. Kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma Hamza Mwenda amesema hayo katika warsha iliyowakutanisha kamati ya ulinzi na usalama mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na wataalamu mbalimbali kujadili matokeo ya tathmini ya usimamizi wa utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo. Amesema tathmini hiyo imebaini changamoto mbalimbali ikiwemo usanifu usiozingatia mazingira halisi ya utekelezaji, makisio yasiyoendana na gharama za ujenzi, pamoja na kutozingatiwa kwa viwango vya kitaaluma, hali inayochangia kuchelewa kwa kukamilika kwa miradi na kuongeza hasara kwa serikali. Baadhi ya miradi haikamiliki kutokana na kuongezeka kwa gharama za ujenzi na muda wa utekelezaji wa miradi. Mradi unasanifiwa, kiwango cha
BOQ na kiwango cha fedha kinaletwa kile kile. Miradi mingi ya elimu na afya ya halmashauri inashindwa kukamilika kwa wakati kutokana na ramani za ujenzi kutoendana na uhalisia wa maeneo husika. Miradi hii mingi iko mbali na maeneo ya upatikanaji wa vifaa vya ujenzi, hali inayopelekea ongezeko la gharama katika utekelezaji wa miradi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas amesisitiza kuwa tathmini zinazofanywa na TAKUKURU zitumike kama nyenzo ya kuboresha utendaji wa taasisi za umma, kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha fedha za umma zinaleta maendeleo yenye tija kwa wananchi. Ndugu washiriki, pamoja na mifumo yetu ya ndani tulionayo ya kufanya tathmini ya usimamizi na utekelezaji wa shughuli zetu, tusipochukua jitihada za kujitathmini na kisha kufanyia kazi matokeo ya tathmini tunazofanya, tutakuwa ni sehemu ya kuwakwamisha upatikanaji wa matokeo yanayotarajiwa na serikali kwa wananchi wake. Kutoka hapa katika halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu ameagiza wadau sugu wa mikoa ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kuchukuliwa hatua za kisheria, ikiwemo kufilisiwa mali zao endapo wasiporejesha fedha za umma walizokopa ili zikawanufaishe wananchi wengine. Ahmed Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Babu ametoa agizo hilo wakati wa uzinduzi wa utoaji wa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa vikundi vya ujasiriamali katika manispaa ya Moshi, akisema baadhi ya wanufaika wamekuwa wakikwepa kurejesha mikopo kwa makusudi, jambo ambalo limekuwa likidhoofisha lengo la serikali la kuinua uchumi wa wananchi. Liko jukumu lingine la wale wote ambao hawataka kurudisha mikopo. Niwaombe mrudishe mikopo. Wale waliopewa miaka 3-4 nyuma watafutwe wote warudishe hela. Na sisi tutakuwa kama benki. Tukiuliza fulani vipi, ana nyumba, tunakwenda kuchukua nyumba. Hasa wamekopeshwa hela tangu miaka 3 iliyopita 4 urudishi. Hawa wenzako, hawa watoto wanaomaliza shule, hawa kidato cha 4, kidato cha 6, na wao wanataka kukopa, wanapata wapi hizo pesa? Awali akizungumza wakati wa hafla fupi ya utoaji wa mikopo ya 10%, mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Moshi Mwajuma Nasombe amesema licha ya dhamira ya serikali ya kukopesha fedha kwa wananchi ili kukabiliana na hali ya kiuchumi, lakini bado anakabiliwa na changamoto ya baadhi ya wanufaika kushindwa kurejesha mikopo kwa wakati, huku wengine wakigushi nyaraka au kutoweka ili kukwepa madeni. Changamoto kubwa ni baadhi ya wanufaika kutorejesha mikopo kwa wakati. Ni kumshirikisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kutumia vyombo vyake vya ulinzi na usalama, hususan TAKUKURU, kufanya ufuatiliaji wa vikundi vinavyotumia kugushi nyaraka na kufanya udanganyifu, hasa vile vikundi vya zamani. Kwa hiyo wanashindwa kurejesha kwa sababu mikopo hiyo haikwenda kwa watu sahihi. Baada ya kukabidhiwa hundi, wanufaika wa mikopo wameishukuru serikali kwa fedha hizo zitakazosaidia kuendesha shughuli zao za kiuchumi, huku wakiahidi kuzirejesha kwa wakati ili ziende kuwahudumia wananchi wengine. Mungu amewezesha Mama Samia, Mungu amuongezee maisha marefu, kwa sababu sijawahi kuona mwanamke aliyefanya kikubwa kama huyu. Kwa hiyo mimi najua nitaenda kupambana kwa hali na mali mpaka nirudishe ule mkopo niweze kuchukua kingi zaidi. Ahmed Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Mashirika ya misaada yameonya mfumo dhaifu wa huduma za afya nchini Venezuela umefikia ukomo wa uwezo wake, takriban wiki moja baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi, ambapo mpaka sasa idadi ya waliopoteza maisha imefikia watu 1900. Tahadhari hiyo imetolewa wakati hospitali nyingi ambazo zimeharibiwa vibaya na kukabiliwa na uhaba wa wahudumu wa afya zikielemewa na idadi kubwa ya majeruhi pamoja na ongezeko la magonjwa ya kuambukiza katika maeneo yaliyoathiriwa na janga hilo. Serikali imetangaza kuwa baada ya watu 5380 kuokolewa katika siku 2 za kwanza, ni watu 4 tu waliopatikana wakiwa hai mnamo siku ya Jumatatu kupitia operation za uokoaji, ambapo kwa kawaida muda muhimu zaidi wa kuwapata manusura wa tetemeko la ardhi ni kati ya 48 hadi 72 baada ya tukio, kwani inawezekana manusura kuendelea kuishi kwa muda mrefu zaidi kutegemea na mazingira kama vile hali ya hewa pamoja na upatikanaji wa maji au chakula. Maafisa wa jeshi la polisi wa kata za wilaya Chunya mkoani Mbeya wamelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Mbeya kudhibiti mnyororo wa biashara ya chuma chakavu unaosababisha uharibifu wa miundombinu na hasara kwa shirika hilo. Marcus Apolinari anatueleza zaidi. Maafisa wa jeshi la polisi wametoa ushauri huo katika kikao kilichoandaliwa na shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Mbeya
kwa lengo la kutoa elimu kuhusu changamoto ya uharibifu wa miundombinu ya umeme na namna ya kudhibiti uharifu huo. Chuma chakavu kinapopakiliwa pale, unakuta tu yuko yule mwenye ofisi na gari inapakia pale. Hapo nafikiri kuna taasisi huwa zinatakiwa kuwepo pale. Mimi ningeshauri kwenye swala la operation hii iwe ya mara kwa mara kwenye maeneo yetu, na tusijikite tu kwa wale wezi tu, tujikite vile vile kwa wale wanunuzi. Tukiunda kamati ya ulinzi shirikishi kila kata, na kwenye kamati hiyo tutaomba mtu wa TANESCO awepo. Kwa upande wake, afisa usalama TANESCO kanda ya Nyanda za Juu Kusini Andrew Soko amewataka maafisa wa polisi kushirikiana na TANESCO kuwatambua wanunuzi wa vyuma chakavu na aina ya vyuma wanavyonunua. Plant pale informa katika wale watu wako 40 au 4 wale. Mmoja ambaye unamwona huyu anaweza chomekea pale, anafuatilia. Wananunua madude ya serikali. Ndio wanapokuwa na mikutano ya kuelimisha jamii kwenye mambo mbalimbali, basi wao wanagusia juu ya uharibifu wa miundombinu ya nini ya TANESCO. Hivi vita vya vandalism sio vita ya kitoto. Yaani tuzichukue simple, kuna watu wakubwa wenye fedha zao na wenye nafasi zao ndio dili zao hizo. Nikiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera kimewataka viongozi wa kata kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao, lengo ili kuhakikisha viongozi hao wanakuwa kwanza kubaini, kuibua na kuripoti changamoto zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi hiyo ya maendeleo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joachim kutoka mkoani Kagera anatueleza. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera, ndugu Naziri Karamagi, amesema hayo wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM iliyotembelea na kukagua ujenzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri ya wilaya Bukoba pamoja na manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Karamagi amesema kuwa anawapongeza viongozi wa halmashauri ya wilaya Bukoba pamoja na manispaa ya Bukoba mkoani Kagera kwa kusimamia vizuri miradi ya maendeleo inayoendelea kujengwa katika halmashauri hizo, na kutoa wito kwa viongozi wa kata wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa wa kwanza kubaini na kuibua changamoto zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Viongozi wa kata tumewapa maelekezo. Kazi yao kubwa sasa hivi ni kufuatilia hii miradi na kuhakikisha kwamba panapotokea changamoto haswa inayowahusu wananchi, wawe wa kwanza kuibua na wawe wa kwanza kuifikisha mahala stahiki. Ile ambayo hawawezi kuitekeleza waweze kuichukua kwenye kata zao au kwenye wilaya zao, hata sifike kwenye mkoa wetu kusudi tuweze kuzishughulikia. Kwanza ni mpongeze mkurugenzi kamisari ambayo ni DC wa Bukoba vijijini na Bukoba mjini na mkurugenzi wake, wakurugenzi wa hizo mbili, moja halmashauri pamoja na dasi. Nikupongeze kwa kazi mnazozifanya, lakini kikubwa tupongezane sisi kwa maana ya wana CCM. Kwa upande wake, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa ndugu Karimu Amli amesema kuwa dhumuni la mwenyekiti wa CCM Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kutoa huduma kwa wananchi. Lakini tunaamini kama Chama cha Mapinduzi tunayo muunga mkono sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Yeye dhumuni lake ni maendeleo ya wananchi, na ili tupate maendeleo ya wananchi lazima awekeze kwenye afya ya wananchi. Sasa kwa mtukula hii na population area isema mkuu wa wilaya, hapa ndio pahala pa uwekezaji kwa sasa. Jengo hili sio tofali wala mabati mnayoona, lakini amewekeza katika kuokoa maisha ya wanamtukula. Kwa mimi niwapongeze, kazi ni nzuri. Wale ambao hawajapata kufika, jamani, tulikuja hapo mambo yalikuwa bado, lakini sasa hivi tumekuta mambo yanakuwa mazuri. Kwa kuna kazi inafanyika. Chama cha Mapinduzi kiko kazini. Hongereni sana. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera kupitia kamati ya siasa imefanya ziara ya kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya Misenyi, Bukoba vijijini pamoja na Bukoba mjini, huku kamati ya siasa ikiwapongeza viongozi wa halmashauri hizo kusimamia vizuri miradi ya maendeleo. Kutoka mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10.
Naam, shukrani sana Jackie Joakim kwa taarifa hiyo. Katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa CCM mkoani Pwani, Dr. David Mramba ametoa wito kwa wananchi mkoani Pwani kuendelea kudumisha amani na utulivu uliopo ili kuendeleza kudumisha amani hapa nchini. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Margaret Melissa. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu huyo wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoani Pwani, Daktari David Mramba amewataka wananchi wa mkoa huo kutokubali kushawishiwa kufanya vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha, mali na uchumi wa taifa. Msikubali kushawishiwa kufanya vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa maisha, mali na uchumi wetu. Kila mzazi amlinde mtoto wake, kila kijana afikirie mustakabali wake, na kila mwananchi alinde amani ambayo imegharimu juhudi kubwa kuijenga ndani ya taifa letu la Tanzania. Aidha, Mramba aliwakumbusha vijana kutokubali kutumika vibaya kwa maslahi ya watu wengine. Msikubali kutumika kwa maslahi ya watu wengine kwa kufanya vitendo vitakavyowaingiza katika matatizo ya kisheria na kuhatarisha maisha yenu. Mramba pia alisisitiza wananchi kutokubali kugawanywa kutokana na tofauti za kisiasa, kwani wote ni Watanzania. Amani ni msingi wa maendeleo. Bila amani hakuna maendeleo ya kudumu. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, bila umoja na amani, maendeleo hayana msingi wa kudumu. Margaret Malisa, Channel 10. Na mtazamaji, mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amewaonya waendesha bodaboda na bajaji mkoani humo kuepuka kutumia vyombo vyao vya usafiri katika shughuli zinazohatarisha usalama na ustawi wa jamii, ikiwemo kuchochea vurugu na kusafirisha wahamiaji wanaoingia nchini kinyume cha sheria. Mwajibu Hoza anatueleza. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya hiyo Dr. Rashid Chuachua wakati akikabidhi pikipiki na bajaji ikiwa ni mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani hapa. Akitoa taarifa utoaji wa mikopo hiyo, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Majira Jabili anasema mikopo hiyo kwa mwaka wa fedha manispaa imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1.13. Katika robo ya tatu ya mwaka 2025/26 halmashauri ya Kigoma Ujiji imetoa mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 326,535,200 kwa vikundi 30. Akabidhi pikipiki na bajaji ikiwa ni sehemu ya mikopo hiyo, mkuu wa wilaya hiyo Daktari Rashid Chuachua amewaasa madereva wa vyombo hivyo kuvitumia kwa makusudi ya kujikwamua kiuchumi katika shughuli ambazo haziwezi kuhatarisha maendeleo ya mkoa. Endeni mkiwa mabalozi wa kutokutumia vyombo hivyo kufanyia fujo, kufanyia vurugu na kuvitumia vibaya, ikiwemo kubeba magendo ama kubeba wahamiaji haramu. Nendeni mkawe raia wema katika matumizi ya bodaboda, kwa maana ya pikipiki zetu pamoja na bajaji mnazopewa. Kwa upande wa meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Maulidi akasisitiza kuwa serikali inaendelea kuboresha mazingira ili kurahisisha utekelezaji wa shughuli za kijamii na kuongeza mzunguko wa kibiashara kwa jamii. Kwenda kuzindua meli yetu ya MV Lema, Mheshimiwa Rais alituletea kiasi cha shilingi bilioni 34, meli ambayo ilikuwa ni ukombozi mkubwa kwa wananchi wote wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Mheshimiwa Rais alituletea fedha kiasi cha bilioni 36 kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha sayansi na tiba cha Muhimbili. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vijana wetu wataelimika, lakini mzunguko wa fedha katika manispaa ya Kigoma Ujiji utaimarika. Mwajibu Hoza, Channel 10, Kigoma. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.